Vijana kaunti ya Kilifi na kote nchini kwa jumla wamehimizwa kutumia vizuri fursa ya kifedha iliyopo kwenye mradi wa Nyota ulioanzishwa na serikali kuu. Haya ni kwa mujibu wa katibu wa Wizara ya Masuala ya Vijana na Uchumi Bunifu, Fikirini Jacobs. Lengo na dhamira la mkutano wa leo ni kutoa hamasisho kwa viongozi na jamii ya Kilifi kufuatia agizo la Mheshimiwa Rais katika hali ya kukumbatia umoja wa serikali ama whole of government approach katika kutimiza lengo ama agenda ya mradi unaoitwa Nyota, kwa maana ya National Youth Opportunities Towards Advancement. Mradi wa Nyota ni mradi wenye utakao gharimu serikali bilioni 20 katika kutekeleza. Akizungumza na wanahabari baada ya mkutano wa kutoa hamasa kwa viongozi wa kisiasa, maafisa tawala na vijana wa kaunti ya Kilifi, Fikirini amesema kuwa mradi huu unalenga vijana 70 katika kila wadi humu nchini. Sisi tuko na aspect moja ya kuongeza sasa uwezekano wa vijana kufanya biashara. Tunataka tusaidie vijana. Kati ya hii bilioni 20, bilioni 5 itaenda kwa vijana moja kwa moja. Vijana 100,000 katika taifa la Kenya tutawapa 50,000 kila mmoja. Ukifanya 100,000 youth multiplied by 50,000 is 5 billion. Sasa hii ni pesa itaenda kwa vijana moja kwa moja. Itaenda kwa vijana ukufanya biashara. Ndio ile umesikia Mheshimiwa Rais ameongea mara nyingi kwamba tunataka tufikie vijana 70 young entrepreneurs in every ward of Kenya. Fikirini amesema kuwa vijana ambao wana ujuzi wa aina mbalimbali ila hawana vibali pia watanufaika pakubwa kwenye mradi huu wa Nyota kwa kupewa vibali kwenye ujuzi walionao. National Industrial Training Authority NITA itaenda kuwafanyia assessment na watapewa vyeti. Alafu baadaye tutawaeka under employer organizations kwa kitu inaitwa apprenticeship ili wapate ajira. Na katika hii training sahihi tumesema kama serikali kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais, we are not training for the sake of training. Hatutoi mafunzo tu kwa sababu ya kutoa mafunzo. Tunatoa mafunzo baada ya kuangalia viwanda vya ajira vinataka nini. Kama ni skills za mambo ya ujenzi, kama ni skills za mambo ya usonara, tunaangalia kufanya training ya maneno ile ambayo kijana akimaliza yuko guaranteed kupata kazi, either hapa Kenya ama hata nje kupitia ile kazi majuu program ambayo serikali ina implement. Aidha, Fikirini amesisitiza kuwa mradi huu unalenga vijana ambao hawakuweza kupata elimu ya zaidi ya shule ya upili, huku wale waliomaliza sekondari na zaidi wakikosa kuwa walengwa wa mradi huu. Mradi wa Nyota unapania kulenga vijana 820,000 ambao kwa sababu moja au nyingine walisoma au hawakusoma, lakini hata wale ambao walisoma hawakuvuka kidato cha 4. Inamaanisha tunalenga vijana ambao hawana skill, hawana cheti chochote cha kuwasaidia katika kutafuta kazi. So lengo la mradi huu ni kuongeza uwezekano wa kupata kuajiriwa kwa vijana ambao awali walikuwa hawana uwezo wowote wa kiufundi. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Maitha Mng'aro amesema kuwa serikali ya kaunti ya Kilifi itashirikiana vilivyo na serikali kuu kufanikisha mradi huu wa Nyota kwa vijana wa kaunti hii ya Kilifi. 50,000 kama amejipanga na kwa kitu kidogo alikuwa amefikiria kwa kitu anaweza anza. Lakini ile muhimu sana ile nimesema, wale watu ambao tumejaribu kupeleka kwa job market ambazo tumepata kama county, lakini hawana certificate. Unaelewa? So it was long overdue kwa sababu niliongea hata na waziri wa utalii atusaidie tupate vyeti kwa watu waje watrainiwe kidogo. Sasa vile imefunguliwa watu waweze kupata vyeti waende kufanya kazi. Hasa Sifaras, there are so many opportunities ya Sifaras. Last time walikuja hapa kwa tunataka kurecruit watu karibu 5,000, tulicruit watu less than 100. Sababu watu wako kweli wamefanya kazi miaka mingi kwa mahoteli, wana ujuzi but now certificate hawana. Nikiripotia Coco FM kutoka kanisa la Kianglikana, kaunti ya Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya Pwani.